Yo, mambo vipi? Kama kawaida. Nyama wazee, mbona kama mmepoa sana? Tuko safi kabisa. Hapana. Habari za mizigo zinatoka wapi baba? Kwa nini kaka? Au tayari mizigo hamna? Hapana. Labda mdogo wangu. Hapana, mzigo bado upo, unatulia, unapumua. Unatulia mahali pake. Unapumua. Bwana, rumors ambazo zinaendelea kusikika hapa Tunduma ni mna idea gani kuhusiana na issue ambayo inaendelea? Hivi vitu ni serious. Hivi vitu vipo serious. Ukiangalia ni sio kwamba scenario kwamba ambayo ni vitu vinatokea tu labda unasikia na tunaona. Kwa waanga wapo na sisi ambao Mungu anaendelea kututunza tupo. Kwa hivi vitu ni serious. Sio kwamba ni vitu vya kubush tu, hapana. Asubuhi leo nilikuwa wakati nashuka chini, nimpita pale niko pale polisi Manyanya. Nikaa dakika 2 nimeingia defender moja, ameingia jamaa mmoja ni Mzambia yule pale. Wamempasua baba mno. Yuko nyuma na mwingine anadai mzigo wake yupo nyuma. Na inasemekana kwamba yeye anasemekana ni hivyo kwamba mzigo hamna, jamaa ndio alikuwa anampiga, mapolisi wamewahi kumbeba. Kwa ni vitu vya serious. Ni issue ambayo ipo serious. Unajua mimi nilikuwa nachukulia masiala before, lakini ile ilikuwa ni jana nilipoona yule jamaa pale hapo mitaa soko la jioni. Nikaona kwamba hii issue ni serious. Labda mnahisi kwa nini mpaka hivi vitu vinatokea? Kuna nini nyuma hivi vitu? Mimi nadhani ni kwamba hivi vitu inaonekana ni imani za kishirikina. Ni hususa ni watu kwa saizi inaonekana wanataka mali. Mambo ya mali haya, unajua vitu saizi vimekuwa vingi. Dunia saizi imebadilika. Dunia imechange. Yaani mambo ni mengi, muda ni mchache. Na hii kwanza ilianzia Kongo. Hii issue ilianzia Kongo. Imetoka Kongo, watu inaonekana ni watu waliopo Kongo ndio wamewatuma watu waje mpaka huko. Yaani issue ni serious. Na inaonekana watu wako wengi, sio wachache. Kama tunavyotegemea sisi, sijui watu wako wangapi, hao watu wako wengi. Ni wengi wa kutosha sana, yani watu wamemwagwa, na inasemekana eti hela iliyopo ni nyingi sana. Ni pesa ya kutosha. Yaani wamewekwa, yani watu wamewekewa ni dao kubwa sana kuhusu hii issue kwamba ukifanya hivi sasa mtu anakuja anakuambia umewekewa milioni 60 hapo babu, utakataa? Unapewa, unaenda tu pale unapewa sokea kwenye mic nani tupe leo ushuhuda wako, simamia kwa yes hapo bwana, imenigusa kunako hii issue bwana. Kama ndugu zangu wanavyoizungumzia, ndio I say inaumiza kwanza, hususan kwa kina mama, dada zetu. Pandisha tu mic, ina shida. Dada zetu akina mama wanaomba sana, kwa sababu mtu kutolewa mazingira inakuwa ni kipengele. Ilianza kama utani, watu tukachukulia oya. Lakini kadri siku zinavyoendelea, kila mtu anaanza kushtuka kwamba bwana hii issue iko serious mzee. Kwa hata tunapotembea mtaani huko, hiyo issue iko serious. Mpaka sasa hizi tunavyoongea, jana tu tumeshuhudia mtu pale katolewa mazaga. Sio mbali Kisimani kwa juu anapouza magodoro hapo. Issue tumeishuhudia. Tumetoka zetu harakati, tunapita pale jioni, tukakutana na kiwingo cha watu. Vipi? Bwana tumetoka soko la jioni pale, tumemuua mtu mwingine. Naona kuna mtu mwingine tena huko ametoa mazaga. Ngoja kwanza, kwenye swala la kuua hapo, na wewe ulikuwepo? Hiyo ni story. Tumefika pale tumekutana na story, watu wanakimbia kwamba tumetoka huko, wamempiga mtu ambaye anatoa mazaga. Wamempiga mpaka inasemekana kama amekufa au hajafa, hatuelewi. Sawa. Soko la jioni. Alafu baadaye tena ndo tukio likatokea jioni tena kwa wauza magodoro pale. Lilivyotokea pale hilo swala, mimi nilikuwa sijaishuhudia, ndo ilikuwa mara ya kwanza. Ndo nikajua kwamba bwana hii issue ipo serious. Na washikaji ambao wametolewa kabisa hapo wanalalamika kabisa. Yupo kabisa, tunamuona kabisa wanamchukua. Kwa mfano hata ile issue iliyotokea Black, yule mtu si walienda naye chooni mpaka maskari walienda. Kwa babu hebu kaangalie mzigo, wakaenda kwenye choo cha kulipia pale. Jamaa kweli kaenda kule. Mbona hadi picha walipiga kabisa wakaposti. Babu kucheki mzigo. Babu maana yule alilia sana. Jamani msimuue huyu mpaka nirudishie mazaga yangu. Mimi hamna huku. Wakaambia ngoja tutulie. Wakasema njoo tukaangalie chooni kama yamerudi. Jamaa wakaenda chooni, choo cha kulipia Black pale.
Jamaa mapoti wamekaa nje wanamsikilizia. Babu wewe mzigo umerudi? Mwamba anasema bado. Haya twende. Wakarudi tena kwa jamaa. Kwa hatujaelewa kilichoendelea mpaka saizi. Jamani hili swala bano liko serious. Tuko serious. Na nini labda mfano labda kitu ambacho labda kwa fununu labda ambazo labda tumezisikia mtaani kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza ka prevent au kusaidia kuzuia hiyo issue kuna nini? Bwana, hii issue ili ije isaidiwe ni kuwa makini tu, afu hususan na watu kuzingatia hata serikali yetu. Serikali yetu inatakiwa iwe makini sana, hususan kwa wanaoita hawa witch doctor. Okay. Waganga, waganga. Yes. Waganga wa jadi. Bwana, waganga wa jadi wanaweza wakawa ni source kubwa wa kuleta maafa kama haya. Okay. Sawa. Okay. Ni kwa nini nasema hivyo? In short, mtu anaweza kaenda kwa mtaalamu. Unajua sasa hizi vijana wengi maisha yamekuwa magumu. Okay, hapo kwenye point sasa. Maisha yamekuwa magumu. Okay. Kwa mtu mwingine anafika sehemu, anafika mbali. Anaona potelea pote. Anaona potelea pote. Acha nijilipue. Wale vijana wa sasa wanasema acha nijilipue. Anajilipua, anaenda kwa mtaalamu. Sasa mtaalamu huyo anavyoenda huko ndo anaanza kumpa visa. Unajue mtaalamu lazima akupe sharti ambalo wewe uwezi ukalifanya. Ni kweli. Anajua kabisa ili hawezi akalifanya. Umeona Ndio. Anajua akienda tu kufanya lazima atakutana na na ndio maana wanapewa masharti magumu. Mganga uwezi ukaenda tu akakupa hela tu eti ya fast eti nenda kafanye hivi au kafanye hivi. Swala rahisi lazima akupe zoezi gumu ambao anajua wewe uwezo kalifanya, na hata ukilifanya unahatarisha maisha yako mwenyewe. Kwa maana hiyo source ya hivi vitu kutokea ni ugumu wa maisha. Ni ugumu wa maisha. Vijana wanapambana sana. In short ni wale vijana ambao wanatamani maisha mazuri, wanataka wapite shortcut. Wanapenda maisha mazuri lakini hawana uwezo. Kwa cha kufanya wafanyeje? Wanapita shortcut. Okay. Tukirudi hapo labda mimi naweza nikachangia. Hii sosi imeanzia ni Kongo. Okay. Na kuna mtu mimi nilizungumza naye wakati nianza kusikia hizi tetesi. Wakati sipo hapa. Akaniambia anasema kuna Mkongo mmoja ilivyoanza yule jamaa mke wake alikuwa anamchiti, anamsaliti. Okay. Kwa hiyo yule jamaa anajua yeye alichokifanya behind ya mke wake. Kwa yule mwanamke alivyoenda kukutana na ule mshikaji ambaye alikuwa anachit naye, jamaa amemaliza show zake, amerudi mtaani, anashangaa sample inapungua kugeuka, kanabaki sijui ni kakitobo ni kakizibo sijui wenyewe. Ilibidi arudi kumwashia mwai. Hapana bwana, nirudishie mali yangu. Mimi sijachukua. Hapana, mimi nilikuwa na mke wako leo. Hii sample imeanzia hapa. Baada ya kutoka hapa ndio imeanzia. Kwa hiyo unaweza kuta tukirudi kwenye hapa sasa, sijajua zumuni la hao waliokuja kutufuata sisi ambao hatuna hatia. Sijui wenyewe wana nini behind. Kwa mimi kitu ambacho nimekisikia kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wamebase kwenye machimbo madini. Ndio. Kwa hiyo wamepewa hiyo kama masharti kwamba ukileta uzazi wa mwanaume, unajua uume ni kifaa cha uzalishaji. Kwa hiyo yani kile kiungo kikishapelekwa kule kinafanya uzalishaji wa madini mengi. Kwa hiyo wanapata mali za kutosha. Kwa hiyo ndo jinsi ya fununu ambazo mimi nimezipata kwamba hii source ya hichi kitu ni vitu kama hivyo hapo, kwamba ni watu ambao wamedeal sana kwenye nini? Kwenye madini. Na inaweza ikawa kweli kwa sababu kwenye wale jamaa ambao nimeona hata waliopiga hizi siku ngapi, kuna mmoja alikuwa ni Mzambia, I think waliomuua sijui ndio jana juzi. Kuna mmoja alikuwa na passport ya Zambia kabisa. Passport ya Zambia alikuwa na passport ya Zambia. Na imechukuliwa Lusaka. Kwa hiyo ukipiga hesabu Zambia watu sasa hizi ndio wanakochimba madini sana. Ndio walikojazana. Kwa hiyo Messi tunaweza tukasogea, inaweza ikawa ni kweli bado tunacheza kwenye humo. Mimi mwenyewe nataka nikazie hapo kwa mdogo wangu. Ni kweli inawezekana. Kongo, Zambia kwa saizi ndo madini yanachimbwa mengi sana. Na saizi watu wengi wamehamia Zanzibar. Hata Zanzibar Zambia. Hata ukiangalia watu wengi waliokuwa wachimbaji wa Chunya, wengi saizi wanaenda Zambia, wameenda kuwekeza Zambia saizi. Madini kule ni mengi sana. Kwa hiyo hivi vitu vinavyokuja kutokea ni kweli vinakuja kuharibu, ndio maana vinakuja hata sisi hapa, vinakuja kutuasili hapa kwa sababu ni mpakani.
ni Zambia na Tanzania. Kwa hiyo tunaasilika sana watu wa Tunduma. Kwa hiyo mimi chenye nilikuwa naomba ni Tunduma tu wawe makini. Sasa hizi Tunduma mambo yamebadilika. Yaani yamebadilika vibaya mno. Pamekuwa kama sijui imekuwa ni mji wa hofu. Yaani watu tunakaa kwa wengi. Yaani babu huwezi kuamini mpaka mimi mwenyewe hapa nimevaa pini. Kwamba ukivaa hiyo hapo inasaidia nini? Kwa hapo kwa mimi nilivyosikia ni kwamba ukivaa pini na baraband hivi inazuia ni kinga. Sasa huwezi kubishana na watu, na sasa hizi hata pini na baraband zimeshapanda bei. Pini 3 ni shilingi 1000. Sasa unadhani bwana mbisha wengi ni mchawi. Umeona? Kinga. Kwa mimi nimeambiwa hii Kongo Kasumbalesa. Kasumbalesa walifanya hivi. Kasumbalesa walifanya hivi ikawa ina sema hata ndula mfukoni yatokea isikose ndula. Ndula na yeye muhimu. Nimesikia. Nimekutana jamaa anasema sijavaa. Nina ndula hizi hapa mfukoni. Bwana. Tunashauriana vipi ndugu zangu, ni tutafute ndula na pini? Of course ndula na pini ndo kitu ambacho mimi wewe funashangaa tusubiri na anaambia baba kaulinzi yako. Wasije akachukua mtoto wenyewe ni mmoja ndugu yangu. Sasa tunapata solution wapi ili maana uweze utavaa pini mpaka lini ndugu yangu? Mpaka lini? Maana solution ni nini? Ili vijana tuishi kwa amani. Lakini si umesikia huko nje kaeka. Gari zinaenda zinarudi kama tuko ta 29 ndugu yangu. Kwa vile hapa mingona kama vyote. Asubuhi tu leo jamaa akashachukuliwa mzigo wako kituoni. Kwa maana hapo cha msingi cha sekondari hapa. Kila mtu tushikamane kwa imani tofauti. Tufanyaje? Tulikemee anachana pini na ndula. Hii ni imani pia ziada. Wanasema imani ni bora kuliko dini. Kwa hiyo ukiwa na imani, imani yako itakuponya. Ndio kama hivyo wazee, tusichukulie masiara. Hivi vitu vipo serious. Mimi mwenyewe leo natoka maeneo ya nyumbani, maeneo ya stand pale, nimeona watu wanakimbizana. Katika kukimbizana jamani kuna nini? Kweli asubuhi leo wametoka kuchukua mali ya mtu. Kwa hiyo wazee, wanaume tunawindwa vibaya mno. Yaani wanaume tunawindwa, tuwe makini. Kwa hiyo na vitu kama hivi vinatokea tutasikia vingi sana. Na ndio maana unakuja kusikia watu wanakufa. Jana wametoka kumchoma mtu moto. Kwa hiyo vitu kama hivi tujaribu kuwa makini. Yes. Kuna vitu vitatokea tutafanya hata madhara kwa watu ambao hawahusiki. Kuna jamaa wangu mmoja ni dereva bajaji. Leo asubuhi kwanza nilitaka nipande bajaji, lakini nikakumbuka kuna mwanangu mmoja yeye alikuwa ni dereva bajaji. Ndio. Naye alifanyiwa hicho kitu. Alichukuliwa yani kama ni abiria kwamba bwana tupeleke sehemu fulani. Sasa yani watu jamani Tunduma wamechafuka. Kaka nampigia simu mara mbili alikuwa vuawa. Kaka usikutane na watu. Umeona? Sasa hizi tunapeana wiper tu. Sasa hivi kama tulivyosema jamani. Waanga ni wengi, labda ndugu yetu ajaribu kumpigia hata muanga mmoja ambaye amepata ili kama ile tukio. Bwana Edi kama atakuwa yuko active ndio hawezi kutupa ushuhuda. Tuko live hapa. Sawa. Mpigie simu hapa. Okay. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Haipatikani. Hebu ngoja tupige tena. Okay. Unakuwa ni mtandao. Tutafungiwa. Wewe bwana hapatikani. Tutamcheki muda mwingine, lakini kwa maelekezo walionipa jana ndugu yangu mimi narudi nyumbani. Yupo sasa hivi kwa bibi mkubwa wake kule ametulia. Unaona hata kutulwa anaogopa. Inasemekana walimchukua Sogea pale, wakamchukua. Umeona? Bwana sisi tupeleke Chapwa. Kuna gari tatu tukaangalia ni jamani ni kama madalali wa magari. Alafu ni wa Tanzania kabisa yani. Na jamaa wanafahamiana nao kabisa yani. Umeona? Walimchukua akaenda ni Chapwa akasema mbona ile gari halipo? Wakageuza. Tena Sogea mwa gari halipo, wakampeleka Njapana Msongo kule karibu na shule ya Kindoro kule. Unajua kule ni poi kidogo. Kule akamgusa bega bwana. Nauli yako hii hapa. Jamaa akasema mbona kama ni anasema akaruka kwanza kwa bajaji. Akaruka kwenye bajaji kama amechanganyikiwa. Umeona? Amepigwa kama shoti. Vipi? Sasa raia walikuwa pale kuna mafundi ndio na ujenzi. Wakawa wanajua jamaa amechanganyikiwa ambaye ana kichaa.
Kwa jamani vipi? Abiria ndo anasema wewe unataka uchanganyikiwe wewe. Ndio alikuwa anamwambia kwamba wewe unataka uchanganyikiwe. Sawa, lakini pia na wale wenye wako pembeni wakajua kabisa amechanganyikiwa. Jamaa kichaki kimeanza kumpanda, umeona? Kumbe wale jamaa ndo wana michezo yao. Na siku hizi siku 2-3 hizi mtu wote tu ukuta simu imeingia. Bwana kuna milioni 60 hapa. Ya nini? Wewe njoo tuonane, milioni 60 ipo, ukimgusana mtu kuletea za galetu, unabaki na hela zetu. Tunakupa hela zako milioni 60. Ndio maana vijana wengi wameanza kuchandii. Kufanyaje? Kujiingiza kwenye hizo unanilia. Sasa vijana wengi wanapotea maisha ese. Yeah, mimi nadhani ni kama tunavyoongea hapa jamani, ugumu wa maisha ndio unasababisha vijana tunaelekea kwenye mambo kama haya. Kwa hiyo mimi nadhani tu ni kujituma. Tufanye kazi ambazo ni halali zinazotupa kipato kila siku. Hata kama unaingiza ni buku 200, 500, 100 ni ya kwako. Lakini tukiingia kwenye mambo kama haya ya mambo ya ushirikina sio mazuri. Yatatufikisha pabaya kama vijana. Yaani in short hapo ni kuelekeza vijana wapunguze tamaa. Yeah. Sawa. Unamwona mwenzio kanunua gari na unatamani ununue gari. Yes. Wakati huo ingali huna uwezo wa kununua gari. Utanunueje gari unatamani gari? Na hilo gari hujui mwenzio kanunua kwa njia gani. Kuna mwingine anawekeza 200 kaanza kitambo, unakuta na miaka 10 anawekeza ili anunue gari, ni lengo. Yes. Sasa mwenzio ashanunua na unaanza kuingiza tamaa. Hujui mwenzako amewekeza kwa muda gani. Ndio tamaa, vijana cha msingi ni tamaa. Tutafute hela jamani, tujiwekeze na sisi ili na sisi siku tufikie malengo yetu, sio tunaingia tamaa. Bwana kuna message imeingia hapo, jamaa anaambia usije ofisini wanachukua vizaga. Manyanya hapo. Kwa habari ya mjini ni vizaga, kwamba mtu kiguswa tu ni vizaga. Babu, mali zinachukuliwa, sio siri. Yaani mali zinachukuliwa, tusigwane kishamba. Yaani kunigusa mimi kishamba sitaki. Habari sijui nini, hata bajaji. Yaani kwa mfano saa hizi wanaokuja kukuchukua wewe ni watu wanaokujua. Yaani mtu anayekujua wewe ndio anakuja kukuchukulia hiyo mambo. Sasa wewe unadhani huyo mtu vipi? Kwa hiyo tusigusane. Hata tusionane. Hata kama tunaona ni kwa mbali tu, hai fresh. Lakini mambo ya kusema tunakuja na gusana wazee, changamoto. Hali ni tete. Oya mtazamaji wa More Possible TV, na leo katika kipindi cha Get to Know tulikuwa na wageni wawili watatu katika ofisi zetu za More Possible TV. Tumejadili mawili matatu ambayo yanaendelea katika mji wetu wa Tunduma, kwamba issue on trending on town ni mazaga, kwamba ukiguswa tu mazaga yanadisappear. Kwa hiyo vijana tuwe makini, wa mama pia ambao mna vijana wenu wa kiume muwe makini, muelekeze namna gani ya escape hili swala. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa time yenu. Big up sana. Yes, karibu. Tusali sana jamani. Kusali sana. Kusali bwana, sio kwamba kwa ujana ni ujinga, hapana. If you believe kwenye hivi, tumwamini pia na kwenye Mungu. Tuzidishe, yani ukiamini kwenye mengine pia tumwamini kwenye Mungu. Mungu yupo bwana. Mungu anafanya. Let make God proud. Okay, all right. Okay. Basi nashukuru sana kwa time yako kwa kutazama More Possible TV. Hatuna la ziada mpaka next time kwa kipindi kingine tutakachofuata. Ciao.